Bidhaa kutoka Kenya zitaendelea kuingia katika soko la Marekani bila kulipiwa ushuru baada ya bunge la Seneti la Marekani kuidhinisha kuongezwa kwa muda wa mpango wa Marekani wa kuruhusu bidhaa za Afrika kuingia nchini humo bila ushuru hadi mwisho wa mwaka 2028. Kuongezwa kwa muda huo kunawapa watengenezaji bidhaa uhakika wa kuendelea kuuza bidhaa zao Marekani, huku washonaji mavazi wakiwa miongoni mwa walionufaika pakubwa. Kuongezwa kwa muda wa sheria ya mpango wa Marekani wa kuruhusu bidhaa za Afrika kuingia nchini humo bila ushuru kunawapa wauzaji bidhaa wa Kenya uhakika zaidi wa kuendelea kufikia soko la Marekani, huku mavazi yakichangia 70% ya bidhaa zote zinazouzwa chini ya mpango huo. Mauzo ya nguo yalifikia shilingi bilioni 60.6 mwaka 2024, hili likiwa ni ongezeko la 19% kutoka mwaka uliotangulia. Kwa sasa, sekta ya mavazi inaajiri moja kwa moja zaidi ya watu 66,000, hususan kupitia kampuni zinazofanya kazi za maeneo ya kutengeneza bidhaa zinazouzwa nje ya nchi, EPZ. Mbali na nguo, sekta ya kilimo pia inanufaika kwa kuuza maua, chai, kahawa na makadamia nchini Marekani. Kuongezwa kwa muda huo pia kunaruhusu wafanyabiashara kurejeshewa ushuru waliolipa baada ya mpango wa awali wa AGOA kukamilika mwezi Septemba mwaka 2025 na kabla ya sheria mpya kuanza kutumika. Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda imesema itawasaidia wafanyabiashara kurejeshewa ushuru waliolipa, huku ikiwasihi kuongeza uzalishaji na kutumia fursa hiyo kuuza bidhaa zao nchini Marekani. Ndutamo Kami, Darubini.